Yesu ametoa nafasi ya kuweza kujiandaa toka miaka mingi. Ametoa muda mrefu, hajarudi mpaka leo. Ni kwa sababu hataki akutilize watu wakiwa bado kwenye dhambi. Hataki kukuta mtu mmoja hajajiweka kuwa sawa sawa kwa ajili ya kuingia uzima milele. Muda tuliopewa ni muda ambao tumepewa muda wa kujiandaa. Wakina mama wajiandae, wajiandae na familia zao. Kina baba wajiandae na familia zao kwa ajili ya uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele umetolewa bure na tumepewa muda wa kujiandaa. Kwa hiyo ndio maana tunamwona Yesu amekawia kurejea. Katika somo langu la leo linazungumza kwamba mpango wa Mungu si kwenda mbinguni. Mpango wa Mungu au mikakati ya Mungu si watu waende mbinguni, si kuwapeleka mbinguni, bali mpango wa Mungu ni kuwafanya watu wayaishi mapenzi ya Bwana, wayaishi matakwa yake, wayaishi maisha ambayo ameyakusudia. Mpango wa Mungu si watu waende mbinguni tu, hapana, bali mpango wa Mungu ni kuwafanya watu waweze kuishi maisha matakatifu. Sikia, unajua watu wanaweza kufikiri kwamba mpango wa Mungu ni wa Mungu awapeleke mbinguni, lakini Yesu akasema haombi watu watoke duniani. Yesu akasema siombi watu hawa waondoe duniani. Anamwambia baba yake, siombi watu hawa waondoe duniani, bali kuna mambo ambayo amekusudia Mungu. Ina maana kama tungeliishi maisha matakatifu, tungeliishi maisha ya kumpendeza Mungu, tungeliendelea kukaa katika dunia hii, kama tungeliendelea kuishi maisha yanayompendeza Mungu, wala tusingeona mwisho wa dunia. Kwa sababu makusudi ya Mungu alivyokuwa na muumba mwanadamu, alikusudia mwanadamu aishi milele katika dunia hii, aitawale, aishi maisha mazuri, maisha ya amani. Baada ya dhambi kutokea, ndipo Mungu akabadilisha mpango wake, akasema kwa sababu umetenda dhambi mwanadamu, basi kutakuwa na mwisho wa dunia. Lakini makusudi ya Mungu si watu waende mbinguni. Makusudi ya Mungu si watu waende mbinguni. Makusudi ya Mungu ni watu waishi maisha matakatifu. Mpango wa Mungu toka miaka 2000 iliyopita, toka enzi anaiumba mbingu na nchi, toka mwanadamu alivyomfinyanga, alikuwa na mpango mwanadamu aishi matakatifu, aishi maisha matakatifu. Alikusudia mwanadamu atawale milele, aishi maisha matakatifu duniani, amiliki, afurahie maisha ya ulimwengu hapa. Kwa hiyo mpango wa Mungu haukuwa watu waende mbinguni. Mungu alizitenganisha mbingu na ardhi kwa sababu aliweka makao yake kule juu, na kulikuwa na kibali ambacho kilikuwa kinatokea ya kwamba mwanadamu alikuwa anazungumza na Mungu directly. Kwa hiyo mpango wa Mungu ilikuwa Mungu atoke kule juu aje chini hapa azungumze na watoto wake, na ndivyo ilivyokuwa katika kitabu hicho. Ukisoma katika Mwanzo hapo tunaona wazazi wetu wa kwanza Adamu na Eva, dhambi ilikuwa haijaingia kwenye maisha yao. Mungu alikuwa akishuka kuja kuwatembelea kila ilipofika jioni. Alikuwa akitoka kwenye kiti chake cha enzi, anakuja duniani, anakuja kumtembelea mwanadamu, kwa sababu ndio yalikuwa matakwa yake, ulikuwa mpango wake kabla dhambi haijawekwa duniani. Mungu alikusudia tutawale duniani. Mungu alikusudia tuishi maisha mazuri, maisha ya furaha, tutawale, tumiliki. Ndio maana akasema nimekwisha kukufinyanga, nimekwisha kuumba, nenda ukatawale, nenda ukamiliki. Mungu akasema, akamwagiza mwanadamu, nimekufinyanga, nimekutengenezea miti, nimekutengenezea ng'ombe, nimekutengenezea wadudu, nimekutengenezea mboga, nimekutengenezea vyote, maji, vyote Mungu aliviumba. Lakini vyote hivyo aliviumba ili kusudi mwanadamu awe na furaha katika dunia, aishi maisha yake katika ulimwengu. Mpango wa Mungu ilikuwa sio watu kuwachukua waende mbinguni, sio kuwahamisha kwenye dunia hii waende mbinguni. Kwa hiyo mpango wa Mungu toka miaka mingi iliyopita, watu waishi maisha ya milele, maisha matakatifu. Lakini baada ya dhambi kutokea, ndipo Mungu akabadilisha mtazamo wake, akasema kwa sababu ardhi imelaaniwa. Ardhi imelaniwa na vyote vilivyopo vimelaniwa, si katika asili yake, vimebadilika. Ardhi imebadilika, na ndio maana tunaona leo ardhi yenyewe inapokuwa unailima haikupi matokeo ya kile ulichokilima, kwa sababu hata ardhi imelaaniwa. Lakini
Lakini awali, kabla ya dhambi haijatokea, hatukuona ardhi. Watu walikuwa wakilima, walikuwa wanalima na wanapata matokeo kwa wakati. Maana yake Mungu akabadilisha kauli yake, akasema kwa sababu mwanadamu umeniasi, basi ninafanya mbadala. Lazima nije nikutoe katika ulimwengu huo, nitengeneze mbingu mpya tena, nitengeneze nchi mpya tena. Na ndio maana anasema atafanya mbingu mpya na ardhi mpya kwa sababu ya dhambi. Lakini mpango wa Mungu amekusudia toka miaka mingi watu waishi maisha matakatifu duniani, waishi, sio kwenda mbinguni. Mpango wa Mungu kwenda mbinguni umekuja baada ya dhambi kutokea. Kwa hiyo angalia, mbingu na nchi zinaangalia mwanadamu, zimekusudia kwamba aishi maisha matakatifu, sio kwenda mbinguni. Sikia, waje twende katika neno letu la siku ya leo. Ukisoma katika kitabu Petro, katika kitabu cha Petro wa pili 3 na ule mstari, katika mstari wa 9, maandiko matakatifu yanasema hivi: Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Inarudia, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokuwa wakizani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee. Ninarudia tena, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake. Ahadi yake ni ipi? Ni kurudi kwake mara ya pili duniani. Hakawii. Neno la Mungu linasema Mungu hakawii. Yesu hatokawia kuitimiza ahadi yake. Mfalme wa falme hakawii ahadi yake kutimiza. Baba yetu wa mbinguni Yesu Kristo hakawii kutimiza ahadi yake. Kwa hiyo kumbe, tunapoona ya kwamba amekawia kurejea, lipo jambo linaendelea lililosababisha ionekane kwa mwanadamu kana kwamba amekawia kurejea. Lakini neno linasema yeye hakawii kuitimiza ahadi yake ya kurudi duniani kuja kumchukua mwanadamu, kwa sababu alibadilisha mpango wake baada ya dhambi kuingia katika dunia. Sikia, anasema neno lake hakawii kuitimiza ahadi yake ya kurejea mara ya pili duniani. Sikia mama yangu, nataka nikwambie, unaweza ukasema ya kwamba mbona anaona mambo yanaendelea, mbona anaona shida, mbona anaona watu wanakufa, mbona anaona mashambulizi, mbona anaona vita inatokea, watu wanauana, damu zinamwagika, haki inatoweka, mbona hayanavumilia? Kama hakawii kuitimiza ahadi yake, unaweza ukasema ni uongo. Lakini sikiliza, neno la Bwana linasema ya kwamba hakawii kuitimiza ahadi yake. Anasema kwa sababu gani hakawii kuitimiza ahadi yake? Kwamba lazima atakuja tu. Kwa sababu gani? Anasema hivi, anasema hivi, bali huvumilia kwenu wote waifikirie toba. Katika mstari wa 10, lakini siku ya Bwana inakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Ninarudia, sikia, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Sura 11, basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa, hivyo imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ile siku ile ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hivyo mbingu zitafumuliwa zikiungua
na viumbe vya asili vitateketea na kunyeyuka. Sura 13. Lakini kama hivyo ahadi yake, mtatazamia mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Wapenda, sikilizeni. Watu mlioko Marekani, watu mlioko South Africa, sikiliza neno la Bwana linasema yeye hakawii kuitimiza ahadi yake ya kurudi kwake mara ya pili. Anasema atakuja, isipokuwa amekawia kwenye macho yetu, kwenye akili zetu za kibinadamu. Hatuelewi sababu ya kukawia, kwa sababu roho zetu zimejaa uovu, zimejaa mashaka. Hatuelewi mapenzi ya Bwana machoni petu, kusudi la Bwana kuonekana machoni kwetu kana kwamba amekawia. Ni kwa sababu anataka watu wafikirie toba. Watu waliokuwa pale Marekani wafikirie toba. Wale ambao wanaendelea kutenda dhambi, wanaendelea kurudia dhambi, wanaanguka katika dhambi, wafikirie toba. Neno la Bwana linasema yeye atakuja. Ni kwa sababu ameweka breki kidogo, ili kusudi wakina mama walioko pale Marekani ambao hawataki kumtumikia Bwana wasikie sauti ya Bwana ikiwataka wamtumikie Bwana, wakayaishi mapenzi ya Bwana, wakayaishi makusudi ya Bwana walioumbiwa katika dunia. Wapo watu pale South Africa wananitazama. Mungu amewaumba ili waishi katika waishi katika utaua wake, waishi katika kusudi lake. Anawatazama. Kuna wapo akina baba ambao wako kwenye ulimwengu huu. Ninamuona baba pale anaishi maisha ambayo hakukusudiwa na Bwana duniani, lakini ameamua kuishi maisha ambayo sio. Lakini Bwana anasema amekawia kurejea, ili kusudi watu ambao wameishi nje ya kusudi la Bwana basi watambue kusudi kwa muda uliosalia, muda aliotoa, muda wa rehema. Basi watambue, waishi kwa kusudi la Bwana, watimize kusudi. Kuna watu wanaishi kwenye dunia hii, wamefikisha umri mkubwa sana duniani na wanakaribia kufa, lakini pia hawajaishi yale makusudi ya Bwana ambayo aliyowaamulia, aliwaletea duniani. Nataka nikwambie mama yangu, nataka nikwambie baba yangu, maisha hayo unayoyaishi inawezekana Bwana amekuumba usiishi maisha hayo, lakini Bwana amechelewa kurudi. Anatamani utimize kusudi la wewe kuwepo duniani. Inawezekana maisha unayoishi si halisi ambayo Mungu alikukusudia uishi, lakini amekawia kurejea ili urejee katika kusudi alilosababisha, lililokuwa na maana akamshawishi baba yake uletwe duniani. Katika siku ambapo tumbo la mama yako linapokea mimba, Mungu alijua duniani ya kwamba wewe unatakiwa kuwa nani. Alijua toka tumboni mama yako, alitambua kabisa utatakiwa kuwa nani. Lakini kwa sababu tumeiasi sheria ya Bwana, hatutaki kuyafuata mapenzi ya Bwana, hatutaki kuishi katika mapenzi ya Bwana, hatutaki kuishi katika kazi kwa mapenzi ya Bwana, na matokeo yake tumefanya kazi zisizokuwa zimekusudiwa kwenye maisha yetu. Tuko kwenye vitengo ambavyo Mungu hakukusudia duniani tuishi katika vitengo hivyo. Tuko kwenye maisha ambayo tunayatenda, tunaishi maisha ambayo si makusudio yetu, ambayo Mungu alikusudia tuishi ndani yake. Bwana akachungulia ndani ya tumbo la mama yako, kulikuwa na watoto wengi. Ndipo akaangalia ya kwamba miongoni mwa watoto ambao ataruhusu watokee kwenye dunia hii, akakuchagua wewe, na akaona ya kwamba una sababu maalum ya kuja kuishi duniani, ufanye jambo fulani ambalo kwa ajili ya utukufu wake. Lakini kwa sababu ya mambo mengi ya dunia umeishi nje ya kusudi la Bwana, na ndio maana Yesu amekawia kurejea. Anatamani utimize kusudi alilolikusudia, alilosababisha mpaka akaruhusu utokee duniani. Hataki kuja kukuhukumu, maana kuna watu watahukumiwa katika ulimwengu huu kwa sababu wameishi nje na mapenzi ya Bwana katika maisha yao. Unaweza ukawa sio mzizi, lakini umeishi nje ya kusudi la Bwana. Unaweza ukawa sio kahaba, lakini umeishi nje ya mapenzi ya Bwana aliyoyakusudia duniani. Maana yake utaangamizwa. Kwa sababu hiyo lazima Bwana afanye hivyo kama alivyofanya. Anasema nimekawia kurejea, ili kusudi kila mmoja atambue nafasi yake ya kumtumikia, ya kuishi maisha ya ulimwengu hapa, atimize kusudi lake. Na ndio maana amekawia kurejea. Kila mmoja ajiandae, kila mmoja akae kwenye njia yake, kila mmoja akae kwenye
position yake, atimize wajibu wake, atimize kusudi la kutokea duniani. Na sijajua wewe baba upo hapo ulipo, je, umefanya hata position moja ya Mungu kwenye maisha yako? Mali unazomiliki, je, umemgusa Bwana kwa ajili ya kazi yake aliyokuletea duniani? Katika kitengo ulicho nacho, je, umetimiza jambo la Mungu hata moja? Ndiyo maana Bwana amekawia kurejea, kwa sababu anatamani usipotee, anatamani usihukumiwe. Hapendi hata mtu mmoja apotee, hapendi watoto wako wapotee. Amechelewa kurejea kwa sababu akitazama ukoo wako bado haujaokolewa. Hapendi. Kusudi la Mungu sio watu waende mbinguni, anatamani tuanze kuyaishi maisha matakatifu duniani hapa. Anatamani tuige na kufanana tabia za malaika watakatifu wa mbinguni, tufanane katika tabia zao, tufanane na watu wa mbinguni walioko kule, tabia zao, mwenendo wao, mawazo yao. Hatamani watu waingie katika hukumu, anatamani tuishi maisha matakatifu kuanzia duniani hapa. Sijajua kukawia kwa Kristo wewe kumekusaidia nini, au bado uko katika njia mbaya. Kumekusaidia nini kuishi kwako katika ulimwengu huu na kukawia kwa Kristo? Sijajua wewe kumekusaidiaje. Sijajua kijana, sijajua binti, sababu ya kukawia kwa Yesu umeitambua, au bado unaendelea na njia zako, au bado umeendelea na mambo yako unaendelea nayo. Lakini nataka nikwambie, sababu ya Yesu kukawia kuja duniani ni moja, ili uifikirie toba, ili uishi maisha matakatifu, ili uweze kuamua kugeuka na kumpokea yeye. Hakusudii sana kuileta mbingu mpya na nchi mpya hapa kwenye dunia hii. Ni kwa sababu atakapoleta mbingu mpya, ni kwa sababu anatamani watu wawe wameishi maisha matakatifu, ndio ataleta mbingu mpya. Kusudi la Mungu sio watu waende mbinguni, lakini kusudi kubwa la Mungu watu waishi maisha matakatifu kuanzia duniani. Jambo la kwamba watu waende mbinguni limekuja baada ya dhambi kutokea, lakini bado anapaza sauti, watu watengeneze, watu wageuke, wamgeukia Yesu, warudi katika maisha matakatifu, watambue muda wao, watambue kwamba tumepewa neema, watambue kwamba kuna muda tumeongezewa. Muda umeisha wa kwamba Yesu akawia kurudi, umeshaisha. Sikiliza, amekawia kwa sababu watu wanatakiwa kutengeneza. Sikiliza, umesoma neno linasema mbingu zitafumuliwa, mbingu zitakunjwa kama ukurasa, na yeye anasema atakuja kama mwizi. Jinsi anavyokuja kuvunja nyumba, anakuja kama mwizi, hatawi kuitimiza ahadi yake. Atakuja mfalme wa falme, lakini anasema sitamani nije kuja kuvunja katika nyumba yako, lazima nitoe taarifa. Amesema tuifikirie toba, anasema tugeuke, tutengeneze. Ni kweli maisha yetu yanatufanya tumwache yeye, lakini anasema nitazameni mimi, nitawafanya na kuwadhibitisha muishinde dunia, dhambi mahala fulani na kushinda. Lakini anasema mwanangu, fikiria toba, neema bado ipo, geuka. Ni kweli mwanangu, maisha yanazidi kuwa magumu ya kimwili kwa ajili yangu, lakini anasema endelea kunishikilia, mimi ninakuja, sikawii kuitimiza ahadi. Kijana unayehubiri anasema endelea kuhubiri, ninakuja, sikawii kuitimiza ahadi yangu. Usivunjike moyo mama yangu, unaendelea kutoa, mtolee Bwana, tumikie Bwana. Usivunjike moyo, sio kwamba amekawia, sio kwamba hakuoni. Anasema endelea kumtumikia Bwana, maana anakuja kukuvika taji. Hakawii, anasema amesubiria watu kadhaa wageuke tu. Kuna watu wachache hawajaamua bado. Anasema endelea kumtumikia Bwana, usikate tamaa. Wapo akina mama ambao wameendelea kumtumikia Bwana, lakini muda unaendelea tu kwenda, mambo yanazidi kuwa magumu, uharibifu wa dunia, maisha yao yanaharibika, wanaanza kukata tamaa. Nataka nikutie moyo mama yangu, usikate tamaa kumtumikia Bwana. Ni kweli unapanda uvuni, anasema endelea, sikawii kuitimiza ahadi yangu, nitakuja, endelea kunitumikia,
endelea kuniimbia. Mwimbaji, endelea kuniimbia. Anasema mfalme wa falme hakawii, isipokuwa anaonekana kana kwamba amekawia. Ni kwa sababu kunako watu kadhaa anawasubiria waisikie kweli. Usikiliza nikwambie kitu. Uje nikwambie, katika kitabu cha Hesabu 20 na ule mstari, unaweza ukaendelea mstari wa kwanza, inaelezwa habari ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli, Bwana hakuwa na kusudi awapeleke Kanaani. Hakuwa na kusudi hilo. Mpango wa Mungu au mkakati wa Mungu kuwakomboa kutoka utumwani ilikuwa sio kuwapeleka tu katika mji wa ahadi Kanaani. Sikia, bali kusudi la Mungu ilikuwa ni kuwafanya wayaishi maisha matakatifu, watoke utumwani, watoke Misri, wakeuke, wamjue yeye. Mpango wa Mungu haukuwa kuwapeleka Kanaani, bali mpango wa Mungu ilikuwa ni waishi maisha matakatifu, waishi maisha ya kumtambua yeye, waijue nafasi yake ambayo wameiacha muda mrefu, wakaenda kuitumikia miungu kule Misri. Waliendelea kuiga miungu kule, akawaita, akawageuza, akasema nataka mje kwangu, mjifunze kwangu, muniabudu tena, munitumikie tena. Ndiyo maana ya kuwafanya kuwatoa pale Misri kwa Farao. Mpango wa Mungu ilikuwa sio kuwaita waende tu Kanaani, bali mpango wa Mungu uliokuwa mkubwa ndani ya wana wa Israeli ilikuwa ni kuwafanya waishi maisha matakatifu. Na ndio maana pale wakati wanatoka pale Misri kwa Farao, ulikuwa na njia ya mkato sana ambayo wangetembea kwa muda mfupi sana na wangeingia Kanaani. Pale ulikuwa na nafasi mbili, ulikuwa na njia mbili. Ukiangalia kusoma vizuri hapo, ulikuwa na option mbili. Alikuwa wakisimama wanauona mji shortcut ambapo wangeweza kupita wakaingia kwenye mji wa Kanaani, na wala wasingeweza kutumia muda mrefu kiasi hicho. Lakini kwa sababu Mungu hakuwa amekusudia waingie tu Kanaani, bali mpango wa Mungu ulikuwa ni kwa ajili ya kuwatoa Misri, ya kuwatoa kwenye dhambi, ya kuwatoa kwenye utumwa, ya kuwatoa mahala ambapo wanamwabudu Mungu asiabudiwa, wanamwabudu Mungu sanamu, awalete wamwabudu yeye, awafundishe namna ya kuishi maisha matakatifu. Na ndiyo ulikuwa mpango wa Mungu. Akawaambia hapana, inajua hii njia ni ya shortcut, mnaweza mkaingia hapo, Kanaani ni ile pale, lakini pitieni huko. Nisoma hapo utaona vituo ambavyo walipita wana wa Israeli ni vingi. Mungu akawaelekeza wapitie njia ya jangwani, wakatembea. Bwana akawaahidi, nitawapeleka mji wa asali, mji mzuri. Lakini cha ajabu, safari kaanza, wakaambiwa bebeni maji, chukueni bidhaa. Lakini cha ajabu kilichotokea, safari ikawa ya muda mrefu. Waliahidiwa watauingia mji mtakatifu, wataingia Kanaani. Cha ajabu, wana wa Israeli, safari ikawa moto. Ilikuwa ni safari, labda walikuwa nadhania safari ya miezi miwili, safari ya wiki moja, safari ya siku 3. Wengi wakainuka na wengine waliokuwa na msisimko wakafata ule msafara. Na kwa sababu ya watu wengi walifata msafara kwa mkumbo, safari na mpango wa Mungu hawakujua ni kuwatengeneza watu waishi maisha matakatifu, sio kwenda Kanaani. Wale waliofuata mkumbo walipoona kwamba yale matokeo ambayo walikuwa wanafikiria yamekuwa kinyume, wakaamua kukata tamaa, na ndio walisababisha wengi wakafa sana wana wa Israeli njiani. Wakaanza kunungunika kwa sababu hawakujua mpango wa Mungu kwenye maisha yao. Hawakujua maana ya Mungu kuwatoa Kanaani. Hawakujua maana ya Mungu kuwatoa Kanaani. Hawakujua. Ndio maana wakambadikia Musa. Mahangaiko yalipotokea jangwani, shida ilipotokea, maisha yakabadilika, hali ya hewa ikawa ngumu, chakula kikawa shida, maji yakakauka. Wakaanza kumnungunikia Musa kwa sababu hawakujua mpango wa Mungu ndani ya maisha yao. Wakaanza kumwambia Musa, kwa nini kutuleta kwenye shida? Kwa nini kutuleta jangwani? Tuje tufie jangwani, bora ungetuacha kule kwa Misri tukala nyama, tukala vitu vinono. Kwa nini umetuleta hapa? Lakini kwa sababu walifuata mkumbo tu ndani ya ule msafara, na ndio maana hawakujua mpango wa Mungu kwenye maisha yao. Wale ambao waliujua mpango wa Mungu wa kuwatoa kule utumwani, waliujua, waliendelea kustahimili kutembea katika jangwa, wakitembea katika mapito, wakitembea
anajua, Bwana anajua kwa nini ametutoa hapa, anayo sababu, anataka nini kwenye maisha yetu. Waliendelea kustahimili, hawakunung'unika kwa Musa, hawakuweza kumkufuru Mungu jangwani. Wale ambao hawakujua mpango wa Mungu kwenye maisha yao walifia jangwani. Na ndio maana nataka nikwambie, katika safari ya wana wa Israeli inatufundisha ya kwamba kwenye muda tulionao, Bwana anataka maisha matakatifu. Hapa tulipo anataka tusinuke kumtafuta yeye kwa msisimko, kama wale ambao walifia jangwani, waliinuka kufuata msafara wa Musa kwa kufuata msisimko. Na mwisho wa siku, safari ambayo ilichukua muda mrefu, Bwana alichokuwa anakitafuta, kuwatafuta watu ambao wameamua ndani ya mioyo yao kumsubiri Kristo, kumtafuta Bwana, kwa kumaanisha ya kwamba haijalishi mabadiliko ya safari, haijalishi gharama za barabarani, haijalishi kuchekwa kutatokea, haijalishi kukosa chakula, haijalishi kutakuwa na magonjwa, haijalishi kuna kuachwa. Sikiliza nikwambie, na tamani nikwambie, nikuonyeshe kwamba hata sasa hivi katika dunia hii tulionayo, Bwana amekawia kurudi, kwa sababu anawachonga watu, anawataka wawe watakatifu. Lakini kwa sababu watu hawajui mpango wa Mungu, kukawia kwake, wameanza kukata tamaa, kama wana wa Israeli walifia jangwani, kwa sababu waliona mbona safari imekawia, waliona mbona muda umekawia. Walianza kuona muda umekawia wa kuingia Kanaani. Ndivyo hivyo hata leo, watu wameianza safari muda mrefu, wameona muda umekawia, safari imeendelea sana, mambo yamebadilika, kuchekwa wanachekwa, wameambiwa utarejea Yesu, wanaona habari ya kurudi kwa Yesu tena haipo, wanazihakiwa, wanaambiwa iko wapi ahadi ya kurudi kwa Yesu? Iko wapi ninyi ambao mnasema Yesu atakuja? Iko wapi ahadi ya kurudi kwa Yesu wenu? Ni ahadi za wazungu. Nao wamekata tamaa kama wana wa Israeli walikata tamaa walipoona hali mbaya jangwani. Ipo Mungu wengine aliwaua jangwani, ambao hawakujua mpango wa Mungu, walifia jangwani, aliruhusu wafe, wakamezwa na njaa. Natamani nikwambie kwamba katika safari tulionayo, muda ambao umekawia, ni kwa sababu mpango wa Mungu ni watu wafikirie toba, ni mpango wa Mungu watu waishi maisha matakatifu. Pamoja na safari itakuwa shida, pamoja na taabu itakuwepo, watu watajaribiwa kwa magonjwa, hali ya hewa itakuwa mbaya, maisha ya wanadamu yatabadilika, na mwisho watu watakata tamaa. Ni kama ilivyo leo, watu wamekata tamaa na safari, watu wameacha safari. Safari tumeianza ya kwenda mbinguni, ya watu wengi, maelfu na maelfu, watu walikuwa ni wengi. Safari tulianza watu wengi, lakini kwa sababu ya Yesu amekawia, yeye hawajui mpango wa Mungu na makusudi ya Mungu, na ndipo watu wameanza kukata tamaa, wameanza kurudi nyuma. Sasa hivi ukitazama nyuma, tunaona watu wachache ambao wako tayari, wanaojua mpango wa Mungu, hawakati tamaa, kwa sababu Bwana anawatengeneza kuwa wakamilifu. Bwana anawakamilisha, Bwana anawaandaa wafanane na malaika, Bwana anawaandaa wafanane na watakatifu, Bwana anawaandaa wafanane na wazee 24, Bwana anawaandaa wafanane kuwa watoto wa mbinguni. Na ndio maana amekawia. Wanaona kwamba amekawia, lakini wanaojua kwa sababu gani amekawia, wanaendelea kukaza, wanaendelea kusonga mbele, wanaendelea kujikongoja. Haijalisha kwamba wanakamilishwa kwa magonjwa. Kuna watu katika safari hii wanakamilishwa kwa magonjwa, magonjwa yanawazingira, lakini kupitia magonjwa bado wanaimarika, wanaendelea kumshikilia Yesu, wanaimarisha utakatifu wao kupitia magonjwa, wanaimarisha utakatifu wao kupitia magonjwa. Kuna watu ambao wanaimarishwa kwa njia ya kukosa kazi. Kukosa kazi kusikutishe, mtu wa Mungu. Walio watu wa Mungu watajua katika kukosa kazi, maisha magumu, bado ile hali itawaimarisha. Hivi ilivyokuwa jangwani, watu njaa ikafumuka pale, wakasema no, Musa vipi, imekuaje bwana hapa jangwani, bwana kutuleta? Lakini hawakujua mpango wa Mungu kwenye maisha yao. Mpango wa Mungu ilikuwa ni kuwaimarisha, ni kuwachonga, wamjue Mungu, wajue kumtegemea Bwana, wajue kumtazama Bwana. Wana wa Israeli, Bwana aliwaweka jangwani miaka 40, safari ambayo waliahidiwa wataishi maisha mazuri, lakini ikafikia miaka 40. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa akiwatazama, anawaona ya kwamba bado hawajafaa, bado hawajanijua mimi. Ni kweli wananijua, ni kweli wananijua mimi nipo, lakini bado hawanitii, hawana utii ndani ya mioyo yao. Unajua, ngoja nikwambie, kuna watu wanajua kabisa, huyu ni mama yangu ananiita. Unaita labda Ibra, unasikia sauti ya mama yako, unaitika. Unajua wale watoto, anasikia sauti ya mama yake,
au ya baba yake, lakini kwa sababu ya michezo ile, michezo ya kitoto, unakuta michezo imemnogea. Sasa unakuta changamoto ni kwamba anasema mama ndio anakuja, lakini anaendelea kucheza michezo. Sasa unaambiwa leo Wakristo wengi wapo katika ulimwengu wa leo, wapo kwenye ulimwengu wa leo. Bwana anataka kuwaimarisha ili waweze kuifikiria toba, waukamilishe utakatifu. Na ndio maana wengine wanaimarishwa kwenye magonjwa. Bwana anaona kwamba bado hawajakamilika kwa utakatifu, katika level inayotaka ya utakatifu, katika level ya kuwakamilisha bado. Na ndio maana amekawia, amewasukasuka, ameruhusu magonjwa kwenye maisha yao. Nataka nikwambie, magonjwa yanapokukuta kwenye maisha yao katika safari hii, tambua Bwana anakuimarisha. Ninaongea na mtu ambaye amekosa kazi hapa. Usiache safari hii, Bwana anakuimarisha. Bado anatamani akuimarishe ili uzima milele uje kwenye maisha yako, ili taji ije kwenye maisha yako. Endelea kukaza, endelea kumtazama Kristo, endelea kufunga kamba za imani. Bwana anataka kukuimarisha, Bwana anataka kukuimarisha kupitia magonjwa, kupitia tabu. Bado anapaza sauti, yuko na wewe, anakupenda, hakawii kuitimiza ahadi yake, anakuja. Songa mbele mama yangu, najua umelala kitandani hapo, unaumwa. Inawezekana mume wako anaumwa, watoto wako anaumwa, ndugu zako anaumwa, magonjwa yaishi shida. Inawezekana una kazi. Sikiliza nikwambie, hiyo isikupe shida. Yeye anakuchonga, anakuimarisha. Miaka 40 kwa wana wa Israeli, safari ambao walizania ilikuwa ni ya muda mfupi, wataingia Kanaani. Mpango wa Mungu sio watu waingie mbinguni tu. Mpango wa Mungu utakatifu kwanza. Mpango wa Mungu sio mbingu. Mpango wa Mungu haikuwa Kanaani kwa wana wa Israeli. Mpango wa Mungu ni kuwapika kwanza, ni kuwatengeneza, wavue tabia za zamani, wavue tabia za Misri, wavue tabia na mwenendo mbaya, waache wana wa Israeli. Ndio maana ukisoma katika Kutoka 33 mstari wa 5 inasema, waambie wana wa Israeli, waambie wavue vyombo vyao vya uzuri. Vyombo vya uzuri ni nini? Walikuwa wamevaa miungu, vitu ambavyo walikuwa wakiabudia kule Misri, waliendelea kwenda navyo kule Kanaani. Mungu akaacha wasiingie Kanaani miaka 40 kwa sababu waliendelea kushikilia miungu. Wapo akina mama wametoka duniani kule, bado wameshikilia mawigi, bado wameshikilia maheleni, bado wameshikilia vipodozi vya kipepo. Lakini Mungu alilia na wana wa Israeli akasema, hapana, hamuwezi kuingia mji mtakatifu mkiwa na miungu, mkiwa na mawigi, mkiwa na maheleni, mkiwa na mamikufu, mkiwa na mabangili, mkiwa na vitu vya kikaba vya Misri, vitu vya Yezebeli. Hapana. Mungu akaendelea kulia na kanisa hilo takatifu la kipindi cha Agano la Kale, akasema, ili kanisa bado halijakamilika, bado utakatifu sijauona wa kuwaingiza Kanaani. Waambie wana wa Israeli wafue vyombo vya uzuri. Waambie Musa, bado sijauona utakatifu. Nilichokikusudia kwenye maisha yao ni wapeleke Kanaani, bado sijaona utakatifu. Waambie wavue vyombo vya uzuri. Mungu alipigana sana na muonekano wa kikaba, kupigana sana na kanisa la kikaba toka miaka 2000 iliyopita. Anawaambia wana wa Israeli, waambie wana wa Israeli wavue vyombo vya uzuri. Bwana amekuacha, huenda ni kweli unamtii, huenda ni kweli umeokoka, lakini bado una vyombo vya uzuri, bado una milango ya kipepo kwenye maisha yako, bado umebebelea mawigi, bado umebebelea mahereni ya kipepo, bado umebebelea mamikufu. Bwana anakuita uvue vyombo vya uzuri. Acha hivyo vitu vya Misri. Anasema vua ili ufanane kuwa mtakatifu. Watu wanasema tunataka kwenda mbinguni, tumechelewa kwenda mbinguni. Lakini Mungu anasema, hapana mwanangu, huwezi kuja katika mbingu yangu ukiwa na vyombo vya uzuri. Umeikataa asili ambayo niliyokuambia. Tazama wakina mama wengi ndani ya makanisa, Bwana amechelewa ili wakina mama wavue vyombo vya uzuri. Inawezekana unashindwa kutoka bila huyo mkufu, unashindwa kutoka bila hizo kope, unashindwa kutoka bila hayo mawigi, lakini ndiyo maana Bwana amekawia kurejea ili akukamilishe. Una muda wa kutengeneza, una muda wa kutengeneza kama ilivyokuwa wana wa Israeli, akawaacha jangwani miaka 40. Inawezekana anakupitisha kwenye hayo mapito ili kukukamilisha, ili upite, ili uachie mambo mbalimbali, ili ukamilishwe katika utakatifu. Rafiki yangu, natamani mahali ambapo lipo, Bwana anasema anataka uishi maisha matakatifu kabla hajarejea. Fanya matengenezo. Mpango wa Mungu kwenye maisha yako, utambue kwenye maisha yako amepanga mpango gani kwenye maisha yako. Bwana anataka tuifikirie toba, tuifikirie toba. Katika kile kitabu katika kitabu cha Yoeli 2
katika kitabu cha Yoeli 2, Yoeli 2 ukianza katika mstari wa 12. Yoeli 2:12 anasema, nirudieni mimi kwa machozi, nirudieni. Bwana anapaza sauti, anasema dunia, nirudieni mimi. Mama, nirudie mimi. Nimekawia kurudi kwa sababu nataka uifikirie toba. Nirudie mimi. Watu walioko Ulaya, mrudieni Bwana. Maaskofu, mrudieni Bwana. Waimbaji wa nyimbo za Injili, mrudieni Bwana. Enyi vijana, mrudieni Bwana. Mrudieni kwa machozi. Anasema ninakuja, nisikawii kuitimiza ahadi yangu, na nimechelewa kurejea kwa sababu nataka muifikirie toba. Ifikirieni toba. Nirudieni kwa machozi. Ifikirie toba. Hapendi upotee. Yesu hapendi tupotee. Hapendi tupotee. Hapendi upotee mama, na ndio maana amekawia kurejea. Usione ya kwamba kwa nini amekawia. Usione ya kwamba kwa nini anatazama vita inaendelea, mauaji yanaendelea. Ni kwa sababu wewe anatamani uokolewe. Anachukizwa na haya, lakini anapokutazama wewe anatamani urejee kwanza. Anataka kuipiga dunia, lakini anapokutazama wewe anahurumia. Anatazama damu yake, anatamani kuokoe. Anapotazama ushoga unaendelea uliomkasirisha katika Agano la Kale, akasema hakika mwanadamu hatoshindana na mimi kwa sababu nimemfinyanga mwenyewe. Akaipiga, akaigarikisha nchi, Sodoma akawachoma. Anapotazama hivyo vitu vimetokea kwenye macho yake, anaona kwamba ni muda wa kuipiga, lakini anapokutazama wewe anasema hapana, ninaomba ugeuke. Mtumishi wa Bwana, mama yangu naye mtazama hapo, inawezekana hujageuka, inawezekana hujafanya matengenezo. Yeye amekawia kurejea ili ufikirie toba. Nirudieni mimi katika Yoeli 2:12. Rudieni kwa machozi, ombolezeni. Atakusaidia, atakusaidia. Na ndiyo maana amekawia kurejea. Mpango wa Bwana na mkakati wake si kwenda mbinguni tu, ni kuanza utakatifu hapa. Mbingu, ufalme wa mbinguni unaanzia ndani yako. Bwana Yesu akasema ufalme wa mbinguni uko ndani yetu. Ufalme wa mbinguni uko ndani yetu. Bwana atatupa ufalme wa mbinguni ambao ni halisi wa macho na nyama, lakini unaanzia hapa ndani yetu. Bwana anataka tuanze kutengeneza ufalme katika ulimwengu huu. Tutembee katika utakatifu katika ulimwengu huu. Tutembee katika utumishi katika ulimwengu huu. Tutembee katika maisha katika ulimwengu huu. Bwana anapaza sauti, turejee katika njia zake, tutengeneze. Bwana anataka tumtumikie. Inawezekana wewe tu unangojewa ili umtumikie. Inawezekana tu wewe unangojewa na mali zako ili uimalize kazi yake. Inawezekana wewe unangojewa ili uimalize kazi yake, uifikirie toba. Inawezekana ni wewe unasubiriwa uifikirie toba. Uifikirie toba. Uifikirie toba. Kwa nini usifanye maamuzi?